Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Dr. Yahya Rashid. Kwa ambao wanifahamu basi wanaonifahamu na wanifahamu ni mstaafu daktari. Mwezi kama huu alhamdulillah tunakumbushana. Ijumaa iliyopita inshallah alhamdulillah Mwenyezi Mungu alijalia vijana nikaribisha. Na leo naendeleza tena darasa lingine kwa tarehe 10 iliyopata faida yetu katika afya zetu. Hiyo sadaka yangu kwa iliyopita Ijumaa iliyopita kutoa sadaka na mimi natoa sadaka yangu hii leo tena mara nyingine inshallah Mwenyezi Mungu alijalie ili hizi zikaulizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa nini sikuitoa. Tunaanza na swala la afya. Afya ni mtaji kubwa sana. Ukitaka kujua thamani ya afya yako, kama angalia mgonjwa. Tushafundishwa na Mtume sallallahu kutembelea kuangalia wagonjwa. Nenda kama angalia mgonjwa, lakini vizuri zaidi nenda kwenye hospitali yoyote. Kawaangalia wagonjwa waliolazwa, alafu jitathmini na wewe mwenyewe mzima, linganisha na wale wagonjwa walivyo, ndio utajua thamani yako iko vipi. Utajua kuichezea afya. Wallahi unapata huruma kubwa mno. Mgonjwa mwenyewe anatamani ile afya arudishiwe. Na pengine kisha ambiwa na daktari kwa wewe hautakuwa tena afya hii, umwachie Mwenyezi Mungu katika madhara. Kwa hiyo tusichezee afya zetu. Tunakuja kwenye swala la afya hilo katika masuala ya ulaji na unywaji vilivyokuwa halali. Watu wengi wanakosea katika kula na kunywa vilivyokuwa halali. Sasa katika mwezi huu wa Ramadhani kuna watu ambao wamechelewa vile ukishughulikia vidonda vya tumbo, labda hawakuweza kupata elimu hiyo, lakini unaweza ukafunga mwezi wa Ramadhani ukiwa na vidonda vya tumbo. Inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu pokea elimu hii. Kama unajisikia gesi na unahisi kwamba huna vidonda vya tumbo, basi kwa dalili hizo za vidonda vya tumbo. Na ili kuondosha gesi hiyo au kuondosha hizo dalili za vidonda vya tumbo, kuwa na tahadhari na madhara ya kufika kama hivi sasa hivi kesho inshallah. Andaa kabichi, usiweke kwenye friji, kata kipande kidogo, chemsha maji jikoni. Yakishachemka maji, boiling point to 100%, yaani yachemke vizuri, alafu yatoe, alafu tumbukiza kile kipande cha kabichi, au kama umeshindwa kutumbukiza basi kikate kwanza, kisia kwamba unaweza kupata glasi moja. Glasi ndefu kubwa nzuri. Yoshe kwenye yale maji ya moto, uitoe, lengo ni kuua bakteria waliokuwa wamepatikana kwenye ile kabichi. Kwa sababu kabichi inapopandwa inakuwa kama maua. Kwa hiyo mkulima kaanza na mbolea, akaja kufuatilia na dawa kwa ajili isiliwe na wadudu. Kwa hiyo yale majani, matawi yake au majani yake yanajifunua, wanamwagia pia madawa mbolea. Kwa hiyo mpaka inakuja inajifunga tayari ina mbolea nyingi na sumu nyingi kwa ajili ya kuua wale wadudu. Kwa hiyo kile kitendo cha kuchemsha ile maji utakuwa umeua baadhi ya bakteria, lakini masuala mengine haya ya mbolea tumwachie Mwenyezi Mungu kisha kwenda kwenye ardhi. Sasa ukishaiosha kwenye yale maji ya moto, iweke kwenye blender, isage ile uji, rojo, ipatikane glasi nzima, usichanganye na maji. Ukishamaliza hivyo, kama una habati soda, wazungu wanasema black seed, lakini habati soda ni ile ya unga, sio ya mafuta. Ukikosa si mbaya ya mafuta, lakini ile ya unga ndio nzuri. Chukua kijiko kimoja, weka ndani ya ile glasi ya juice ya maji ya cabbage. Halafu tafuta asali, weka kwenye hiyo glasi moja. Hata kama una kisukari, sio na wasiwasi. Kunywa hiyo glasi yako moja. Na hii unaweza kufanya zoezi hili kuanzia leo hii kama una dalili hizo, na kesho wakati wa kufuturu anza na glasi hiyo yako ya kabichi. Usiweke kwenye friji. Narudia tena, usiweke kwenye friji. Usage na kunywa hapa. Kabichi sio kwenye friji, wala hiyo usisage nyingi ukasema takunywa baadaye ndio kwenye friji. Hapana. Sio, utakuwa umepoteza kila kitu. Kwa hiyo kunywa glasi yako hiyo moja yenye mchanganyiko wa asali kijiko kimoja na habati soda kijiko kimoja. Inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mpaka Ramadhani na kisha utakuwa wewe kuna matatizo ya vidonda vya tumbo na utakuwa umepona kwa biidhnillah.
Na kama ungekuwa umeanza zoezi hili mapema ndani ya mwezi mmoja kabla ya huo Ramadhani, pengine ungekuwa umeshapona. Sema ndio hiyo ndio umefikia wakati wake, lakini kama ndio umesikia leo hii katika msikiti huu, basi fanya zoezi hilo. Kuna kitu kingine, kuna watu wanapata vidonda vya tumbo hawaelewa wamepataje. Katika ulaji huu tuchukulie mfano wanaokunywa uji, wakina mama ntilie wanauza uji labda wa ulezi, mfano huo. Kile kikombe, fanya mfano wewe nyumbani kwako, ukakiweka kile kikombe bila kukiosha kwa muda wa wiki moja, inakuwaje? Kinakauka, ndio? Sasa kile kitendo cha kukauka ndipo wewe unapokuwa unakula chakula ndani ya siku 3 hujapata choo, kinatengeneza kitu kinachoitwa coprostasis ndani ya utumbo wako kitaalamu, yaani ni ukoko au utando ndani ya utumbo unakauka. Kile chakula kinaganda ndani ya utumbo, aidha wa haja kubwa au tumbo la chakula au tumbo mdogo. Inapokauka ndipo sasa panachunika, kinapopita chakula ama haja kubwa, ndio pale panapatikana vidonda vya tumbo. Kwa hiyo tujitahidi wakati wa kula na kunywa usichanganye maji na chakula. Ukishamaliza kula chakula, simama, usikae na usilale. Tembea hata kama dakika kama 5 hivi au 10, inapendeza zaidi. Halafu baadaye ndio upumzike ukae. Ukishamaliza kukaa kama ni dakika 20 zimefika, basi usinywe maji mpaka umehakikisha nusu saa imepita ama saa nzima imepita, ndio unywe maji. Acha nafasi kwenye chakula chako kwa ajili ya hewa na chakula. Utakapochanganya tonge na maji, kwa sababu unasema jua ni kali na una kiu sana, Ramadhani kukamata sana, basi elewa kuna wadudu ambao wanaitwa beneficial bacteria au bifidus kitaalamu. Wale amewaweka Mwenyezi Mungu sio waharibifu kwenye afya yako, bali ni waharibifu kwa kusaga kile chakula wakishirikiana na nyongo. Kwa hiyo nyongo inafanya kazi kushirikiana na wale bakteria wazuri, ndipo chakula kinayeyuka kwa haraka. Sasa utakapoweka tonge maji, matokeo yake ndio tumbo linajaa na unajisikia umechoka sana na umeshiba sana na chakula hakiyeyuki haraka sana, na mwisho wa siku sasa kinakuja kujichuja peke yake. Mambo ya chumvi inakuwa ni shida kuchuja, mambo ya vile vyakula vinavyochujwa kwenda mwilini inakuwa ni shida. Kuna madini kama ya zinc, selenium, ikikosekana katika mwili wa binadamu, uweka ujauzito kwa watoto wako inakuwa ni shida. Utasoma rukia zote tunamaliza na hamna kitu. Mambo ya kisayansi, madini ya selenium na zinc ni muhimu sana katika kuweka ujauzito kwa wake zetu. Na hata mwanamke naye kama amepungukiwa na madini ya selenium na zinc, mimba zinakuwa zinatoka mara kwa mara. Hizi ndio tafiti za kisayansi kwa sababu ya ulaji ndani katika vyakula. Usiwachoke sana, kama kuna maswali mawili matatu dakika chache sana zilizopewa, basi naomba moja. Uniona 0655 napatikana Mbada hapa. Mashaitani wamekuja kwa nini kamfuata? 0655 40 72 40 0655 40 72 40 au 0782 40 72 40. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran Dr. Adam. Hayo matibabu aliyotoa Dr. hapa sidhani ya Waingereza na Wafaransa, ni ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaani tuna sisi kuna mlango unaitwa mlango wa afya, babu sahha. Ukija naye hivi kama kitabu kizima, kwa mfano wanasema tumesema ukija kutembea hatua 40, unaona anasema ndio maana boleto wa daktari kutoka Misri alitoa zawadi Mtume sasa na Mqawqis akamwambia huyu kuna daktari huyu sisi hatuumu tunalia hadi leo. Akamwambia kwa sababu mambo matatu. Kwanza tunakula kwa wakati,
kila hatushindi na tunagawa pamoja. Hatuli kwanza mpaka tunajaa kwanza, alisema. La pili, hatushindi tunakuwa sana. La tatu, kumwambia tunagawa sehemu tatu: chakula, maji na pumzi. Bwana kwa yeye kaamrisha. Sasa upatiwa ndio tunasema hapa. Kwa hivyo muda unaishi kidogo, tunajua jamaa wanakuja na kuwalika wale mtoto kwa mazungumzo wa mwana kwa inshallah sunna wa kana wa Allah ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا